Kwani Ayubu alisema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hawa wana wa Mungu walikwenda kujidhihirisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akajibu, Bwana, na kusema natoka kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku na huko na humu. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu humcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyake alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ndio mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema tutaangalia neno katika kitabu cha Ayubu. Nikasema tutakwenda na neno kwamba kujulikana na Mungu. Huyu Ayubu alikuwa akiishi katika nchi ya Usi. Katika ile ya nchi ya Usi ni miongoni mwa nchi ambazo ziko katika umri wa Wakaldayo. Wanaweza kusaidia? Alikuwa akiishi katika nchi ya Usi. Katika nchi ya Usi hiyo ni miongoni mwa nchi ambazo ziko katika umri wa Wakaldayo. Sasa ikawa siku moja wale wanakwenda kujishikisha mbele za Mungu. Alafu Shetani naye akaambatana nao. Lakini Mungu alipomwangalia yule Shetani akamuuliza, wewe unatoka wapi? Akamwambia, mimi nazunguka pande zote, nazunguka. Mungu akamuuliza tena, umemwangalia au umemuona mtumishi wangu Ayubu? Shetani akasema ndio. Lakini wewe umemzingira pande zote, vitu vyake vyote umevizingira. Nasema kujulikana na nani? Na Mungu. Ayubu naye akataja katika kinywa cha Mungu na kwamba umemuona, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu. Lakini Mungu hawezi kumtaja mtu, na Mungu hawezi kuwa na mwelekeo kwa mtu kama hakuna kitu ambacho wewe unachokifanya mbele za Mungu kinachokwenda kumpendeza. Wanaweza kusaidia? Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye haki, mwenye kumcha Mungu, mwenye kuepukana na uovu. Aliishi katika maisha ya utaua. Alikuwa akiishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ayubu akajiweka wakfu mbele za Mungu, na watoto wake wote akawaweka wakfu mbele za Mungu, na kila alicho nacho Ayubu alikiweka wakfu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Mungu akajivunia mtu anayeitwa Ayubu. Yohana akasema kwamba hakuna mtu mwelekevu na mcha Mungu na mwenye haki kuliko Ayubu. Inaona Mungu maelekezo yote ambayo alikuwa akielekezwa na Mungu alikuwa akifuata. Mungu akajivunia nani? Ayubu. Akasema, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu, maana hakuna mtu kama yeye, mwelekevu, mnyenyekevu, mtiifu, anayemcha Mungu kila wakati.
aliviweka wakfu mbele za Mungu. Mbona nikwambia neno wakfu? Wakfu ni kwamba kila ulicho nacho ni mali ya Mungu. Mwili wako huu kwanza uwe mali ya Mungu, na watoto wako washirikishe iwe mali ya Mungu, na kila kitu ulicho nacho iwe mali ya Mungu. Bwana Yesu saidie. Tuko pamoja kwa Mungu. Nasema kujulikana na nani? Na Mungu. Ayubu naye anatajwa katika kinywa cha Mungu. Kutajwa katika kinywa cha Mungu sio jambo rahisi. Kama Mungu hajaona jinsi uelekeo wako ulivyo, jinsi unavyoenenda mbele za Mungu, jinsi unavyomtolea Mungu, jinsi umejiweka wakfu mbele za Mungu, na watoto wako watu wameshirikisha neno la Mungu, afu umeshirikisha hata kutoa. Biblia inasema kwamba Ayubu alikuwa ni mtu mtoaji sana, na hata akienda mbele za Mungu kutoa dhabihu, alikuwa akitoa dhabihu inayompendeza Mungu. Bwana Yesu saidie. Hapo nataka nikwambie neno moja. Hivi nafikiri ile hekima ya Sulemani alipata kwa njia ipi? Kwa sababu alimtolea Mungu dhabihu iliyokubwa. Biblia inasema kwamba alitoa ng'ombe 1000 wakati anaenda mbele za Mungu. Mungu anasema umependeza moyo wangu, sema utakacho. Mtumishi wa Mungu anasema kwamba Bwana, mimi sitaomba kitu chochote, naomba tu unipe hekima. Mungu akamwangalia akasema kwamba Bwana ukuomba hata utajiri, haukuomba hata uzao watoto wengi, haukuomba hata kingine, lakini hicho ulichokiomba nitakupa, alafu nitakuongezea na vitu vingine, nitakupa hata ufahamu na akili. Bwana tusaidie. Amen. Mungu hawezi kukubariki na kukutaja katika kinywa chake kama hujampendeza na. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Nani ambaye anaweza kutoa akafika kwa Mungu na dhabihu ya ng'ombe 1000? Hata kule Umasaini tunaokwenda kuishi, sijawahi kusikia kwamba Masai mmoja ametoa ng'ombe 1000 mbele za Mungu. Haichi. Hata sadaka anaweka ng'ombe hiyo hakuna. Kwa sababu Masai ng'ombe wake mmoja akifa, anaweka kilio. Lakini mtoto wake akifa, wanafika, wanatembea. Bwana Yesu saidie. Ayubu akatajwa katika kinywa cha Mungu. Shetani akasema kwamba Bwana umemshindia, ruhusu. Mungu anamwambia Shetani kwamba wewe nakuruhusu, lakini moyo wako usiguse. Usiguse, maana kwenye moyo ndipo mimi Mungu ninakaa. Ndio mimi Mungu ninatengeneza kila kitu ambacho yeye anataka anifanyie. Usiguse moyo. Unaweza sana. Amen. Na wewe leo nataka utaje katika kinywa cha Mungu. Amina. Unaweza saidia. Amen. Kwa matoleo yako utaje katika kinywa cha Mungu. Kwa buru kwako Mungu akutaje. Mungu akuangalie. Mungu asikie sauti yako. Lakini nikwambia hivi, mtu ambaye anayejulikana na Mungu hana maneno mengi ya kumwambia Mungu. Amina. Anaweza akakaa akasema Mungu, fungua macho yako uangalie, fungua masikio yako usikie. Nina jambo ambalo nataka nikuambie kwa Mungu. Mungu tayari anafungua macho, anafungua ufahamu wake na akili yake, anafungua kila kitu na masikio. Maana kuna mtu ambaye anamtaja, anataka afikie haya ya moyo wake, na yeye atoe majibu kama Mungu mwenye kutoa majibu. Amen. Bwana Yesu saidie. Amen. Na nukuru maombi ya muasisi wetu Mzee Sanji. Alikuwa akiomba hivi: Mungu, fungua macho yako kwa Mungu, fungua masikio yako usikie hili jambo. Utafikiri yuko pamoja na yeye pale, lakini
leo inataka kupasuka. Mtu anayejulikana na Mungu huwa hana maneno mengi. Ndio maana nawaambia kwamba wewe ukishajulikana na Mungu huna maneno mengi. Huna maneno mengi. Akina mama yetu yuko hapa. Alisimama kuomba, hana maneno mengi. Fungua macho yako. Fungua masikio yako. Unisikilize. Maana mimi ni mtumishi. Nina haja na wewe usikie neno langu. Na Mungu ukishataja hivyo tu, mbingu zenyewe zinaachia. Mungu anasikia. Mungu anakutazama. Mungu anatoa majibu. Nasema kujulikana na nani? Ukijulikana na Mungu, hakuna kitu ambacho kinaweza kukusumbua. Hakipo. Tunachelewa na kupata usahihi wa Mungu kwa sababu kuna vitu vidogo tu ambavyo vinatufunga. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia katika kitabu cha Malaki, Musa na yeye alipotajwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malaki 4:4. Leo tuna mambo mengi lakini nitaenda nayo mlolongo wote kwa haraka. Malaki sura ya 4 na mstari wa 4. Na mstari wa 4 nasemaje? Nasoma katika jina la Yesu. Aha. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote. Na amri na hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa na yeye anatajwa katika kinywa cha Mungu. Anaambia Israeli na kwamba kumbukeni torati ya mtumishi wa Bwana. Watu wakumbuke mtu ambaye anayejulikana na Mungu. Kwa hiyo ukijulikana na Mungu huna shida. Na uweze kujulikana na Mungu kama haujakaa vizuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua Wagalatia. Wagalatia 4 aya 6 mpaka mstari wa 9. Kitabu cha Wagalatia Waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 9 mpaka mstari wa 6 mpaka wa 9. Waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 9. Nitasoma katika jina la Yesu. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Aliaye Aba, yaani Baba. Kama nilivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana. Na kama u mwana, basi umrithi wa Mungu. Mstari wa 8. Lakini wakati ule mstari wa 8. Lakini wakati ule kwa kuwa hakumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Mstari wa 9. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu au zaidi ya kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejelea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge yenye upungufu ambayo nataka kuyatumikia tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari ule wa 8, mstari ule wa 9 ninaupenda sana. Ule mstari wa 9 ninaupenda sana. Kwa kuwa tumekwisha kujulikana na Mungu, kwa nini kuyaendea tena mafundisho ya kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanamjua Mungu kimaandiko hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanamjua Mungu kimaandiko hatari. Hakuna neno ambalo unaweza kusema yeye akose kulipekua na kuliweka site. Lakini anasema kwamba sio kwamba kumjua Mungu kwa maandiko, bali wewe ujulikane na Mungu. Maana kumjua
andiko haitatosha, bali kujulikana na Mungu ndio kitu kinachotosha. Bwana Yesu asifiwe. Usikae tu kumjua Mungu kupitia andiko, bali wewe ujulikane na Mungu. Maana ukijulikana na Mungu, haja zako zote ukizipeleka kwa Mungu, Mungu ni mwaminifu, atatoa majibu kama anakwenda kupokea mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu kumjua Mungu kupitia andiko, bali ujulikane na Mungu. Na ndio maana nimesema ya kwamba kuna watu ambao wanaomjua Mungu hatari sana kupitia andiko, lakini si kumjua Mungu tu kwa andiko, bali wewe ujulikane na Mungu. Na uweze kujulikana na Mungu kama wewe mwenyewe haujakaa kwenye mkaa ambao unaompendeza Mungu. Bwana kusaidia sana. Hakikishi. Maana Biblia pale yarudia ule mstari wa. Rudia ule mstari wa ngapi? Wa sita na wa saba. Hebu rudia pale. Wagalatia 4:6-7 nikasoma kwa jina la Yesu. Anasemaje? Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Aliaye Aba, yani Baba. Kama hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana. Si mtumwa tena, bali u mwana. Na kama u mwana, basi u mrithi. U mrithi. Hebu simama kwa. Amen. Hivi. Mrithi na mtumwa si kuna tofauti? Mrithi ni mtu ambaye anajigaragaza kwa baba yake. Bwana saidia. Nikinukuru jambo moja la watoto wawili wa Ibrahim, yule Ismaili na yule Isaka. Biblia inasema ya kwamba yule aliondolewa mbali kwa sababu si mrithi, lakini mrithi alibaki. Bwana saidia. Na sisi ni warithi pamoja na Kristo, kwa kuwa tumefanywa kuwa wana. Kama Kristo alivyo mrithi kwa baba yake, na sisi tukafanywa kuwa wana kupitia Kristo, na sisi ni warithi katika ufalme wake. Kwa hiyo wewe ni mrithi. Sasa kufika katika ile andiko ya 9 ile, hebu imalizie tuseme. Sema kwa mstari ule wa 9. Mstari wa 8. Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Bali sasa mkisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu. Mkisha kumjua Mungu au kujulikana na Mungu. Kwa nini mnaendelea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? 10. Mnashiki. Inatosha hapo tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujulikana na nani? Mtu anayejulikana na Mungu hana maneno mengi. Wakati Israeli wamefanya jambo ambalo sio nzuri, Mungu akasema ya kwamba ninataka niangamize Israeli. Musa akasimama kwa sababu anajulikana na Mungu, akamwambia Mungu, sikia, rudisha hasira yako. Nirudishe hiyo hasira. Mungu alisikia, Mungu alikubali, Mungu alibadilisha zile taratibu za kuwa Israeli, kwa sababu mtumishi wa Mungu anayejulikana na Mungu ametamka mazungumzo kwamba rudisha hasira, Mungu usiue taifa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka usome. Muda ni mfupi. Alafu pia yeye huyo anayejulikana na Mungu
kitabu tena hiki cha Kutoka, Mungu anamwambia Mungu, wakati huo wana wa Kora wamefanya jambo baya. Mungu akasema na ua. Musa akatamka akasema ya kwamba kama ninajulikana mbele zako na kama jina langu unalo na umeliandika, nasema ya kwamba kama utawaua, futa jina langu katika kitabu chako. Ufute jina langu. Kama utawaua, futa jina langu. Lakini Mungu akaangalia, nafutaje jina la mtu ambaye ninayemjua na kumfahamu? Siwezi kufuta. Afadhali nigairi hili jambo ambalo nataka nilifanye kwa ajili ya Israeli. Kwa mtumishi wa Mungu ambaye unayejulikana na Mungu, huna maneno mengi ya kumwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi wenyewe ndio tunachelewesha kuwa na jambo la kumwambia Mungu kwamba fanya hili, na Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anayejulikana na Mungu lazima Mungu amsikie. Anayejulikana na Mungu lazima jina lake litajwe na Mungu, na kwenye kitabu cha uzima lazima jina lake liandikwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fungua katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 20:13-15. Ufunuo wa Yohana sura 20:13-15. Nitasoma katika jina la Yesu. Bali ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti za kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. 14. Mauti ya kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alianza kuambia wanafunzi neno moja la hekima tu. Wakati amewatuma waende huko, wakafanya huduma, wakaja kurudi, wakafika pale, wakapiga saluti kwa Mungu, kwa Yesu. Wakasema, Bwana, mapepo yametutia, magonjwa yameondoka. Bwana Mungu alikuwa pamoja nasi. Yesu akataja neno moja la hekima tu. Sio tu pepo kuwatii, kuweni makini. Iko jambo moja katika siku za mwisho, ya kwamba ambao hawataenda vizuri, majina yao hayataonekana katika kitabu cha uzima. Basi kuweni makini ya kwamba majina yenu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kuweni makini, majina yenu yaandikwe. Sasa mtu anayejulikana na Mungu lazima jina lake liandikwe. Kumbe kuna nafasi ya kwamba unaweza ukaandikwa mwanzo, lakini mwishoni ukaharibu, jina lako likafutwa. Maana katika kitabu cha Mhubiri 7:8 anasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Ina maana heri siku ya kumaliza kwako. Mungu anaangalia umemalizaje. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia kumaliza kwako. Watu wanaweza kuanza vizuri, lakini katikati tu ukajichanganya. Iko hatari ya jina lako kufutwa. Hata kama ulianza vizuri, iko hatari ya jina lako kufutwa. Na unaweza ukasema kwamba mimi nilifanya ndio sana, nilifanya hiki na hiki, lakini hebu angalia kumaliza kwako. Wewe umemalizaje? Yale kumaliza kwako kumesababisha wewe kufutwa. Ndio maana akawaambia wanafunzi, kuweni makini. Sio kwamba pepo wamewatii na magonjwa yamewaondoka, kwa
kwamba ndio mwisho wa kila kitu. Kuweni makini, majina yenu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Maana vitabu vingi vitapekuliwa, kitabu cha Matendo na mambo mengine yatafunuliwa, lakini kitabu kimoja tu cha uzima. Hapo ndipo ndio pointi ya mwisho. Wanaangaliwa sasa wale ambao waliokuwa wakifanya nini? Wakijulikana na Mungu wakati wowote. Na ili ujulikane na Mungu, lazima upige hatua. Ndio maana Biblia tumesoma pale katika kitabu kile cha Wagalatia, anasema ya kwamba mwanzoni tulikuwa hivi, lakini sasa baada ya kukombolewa tukaingishwa huku. Lakini sasa kwa nini tena kuyaendea mambo yale ya zamani, wakati sisi tumekwisha kujulikana na nani? Mungu. Sasa umeshajulikana na Mungu, kwa nini upotee njiani? Wanaweza kusaidia sana. Ndipo methali moja ya mtu mmoja alikwenda kwenye maombi, sitaki nimseme jina lake. Akasema tumekwenda katika safari tukiwa na abiria wengi, lakini tunataka kufika, gari ikapinduka, watu wakaangamia, nikabaki mimi peke yangu. Wakati ninamshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo amenitendea, Mungu akaniambia, umeliona jambo hili? Akasema sawa, angalia watu wangu wanakuja kupotea. Kwa pointi ya mwisho, wanataka kufika, wameshavumilia vya kutosha, lakini wanataka kukaribia, wengine wametoka safari. Je, hao nitaendelea kuwaandika au nitawafuta? Akasema ni usiri. Kwa mtu umeanza vizuri, alafu unaenda kuanza. Bwana usisaidie sana. Lakini ninyi ambao mnajulikana na Mungu, hamwezi mkapotea, kwa sababu mnamjua yeye ambaye ni Baba yenu. Bwana usisaidie sana. Nasema kujulikana na Mungu. Jambo la kujulikana na Mungu ni jambo jema. Ayubu alijulikana na Mungu kwa sababu alikuwa mtu mwenye haki, mcha Mungu, mtoaji, mtu anayekubali maelekezo na kila kitu akatajwa katika kinywa cha Mungu. Hebu angalia kuvumilia kwake Ayubu, mwisho wake alipata mambo mengi. Nataka niwaambie hivi, uvumilivu ni sawa na mti wenye kuwa na mizizi michungu. Majani yake ni mazuri na matunda yake yanapendeza. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye uchungu, baraka zako sasa utazipata kwa yale matunda ambayo yako kule chini. Sijui mnanielewa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uvumilivu ni sawa na mti ambao una mizizi michungu, lakini matunda yake ni mazuri. Subiri, baraka zako zinakuja. Ayubu alipata mateso ya kutosha, lakini kwa kuwa alikuwa anajulikana na Mungu, Mungu alimlipa maradufu vitu vyote vilivyo. Na nyie vumilie. Ni mambo makubwa ambayo mlifanya, mambo makubwa ambayo mnayafanya na mtaendelea kuyafanya. Mchifunie ya kwamba neema ya Mungu ina ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msijivune sana, kwa sababu shetani asije akawa mjumbe kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ipo siku moja mtumishi wa Mungu nani Paulo alipoingia katika mbingu ya tatu, vitu ambavyo alivyokwenda kuviona kule ni vigumu kuvieleza, lakini baada ya kuona yale mambo mazito, Biblia inasema ya kwamba alipokea mjumbe aliyekuwa mwema ndani yake. Amen. Na neema hii tuliyo nayo, tuendelee kumwambia Mungu, endelea kuweka neema ndani yetu siku zote na utunze hii neema. Ukajikuna zaidi na hii neema, mjumbe atakujia, atakuweka Mungu
na yamkini unaweza ukashindwa kufaulu kupata division 1. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Ufunuo. Ndio ninaenda na maandiko. Ufunuo wa Yohana 3:12. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 12 nitasoma katika jina la Yesu. Hadi 13. Hadi 13. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lilo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo Mungu mwenyewe anasema, Yesu mwenyewe anasema ya kwamba yeye atakayeshinda atamfanya kuwa nguzo. Kule mbinguni lipo hekalu ambalo bado halijawekwa nguzo, lakini nguzo atakuwa ni wewe ambaye utakayeshinda. Amina. Ndio utakayekuwa nguzo katika hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe makini sana ushindi. Najua duniani kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia, haijalishi kwenye ndoa, haijalishi kwenye familia, haijalishi kwenye kanisa, haijalishi kwenye maombi, haijalishi mitaani, haijalishi nini, zipo changamoto nyingi. Lakini Mungu anasema ya kwamba jihimize, piga hatua, ushinde ili uende kuwa nguzo katika hekalu. Na Ayubu alishinda mitihani, na wengine wakashinda nini? Mitihani. Na wewe ushinde. Utashinda katika kumcha Mungu, utashinda katika kuomba, utashinda katika kumtolea, utashinda katika kupata maelekezo ya Mungu na kwenda nayo, utashinda kwa namna zote za Mungu. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kukusaidia. Haijalishi wewe ni binti, haijalishi wewe ni mtu mzima. Maana kuna mabinti wengine wanasema kwamba mimi bado najienjoy maisha, mimi bado ni binti. Hapana. Kwa Mungu hakuna ubinti wala nini. Watu wote watakapokwenda, wote tutakuwa level moja ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiangalie kwa mimi ni binti bado nakula bata. Utakula bata ambao una mchanga na miiba. Kule kwetu Manyara kuna miti ambayo ina miiba mirefu. Ukikuchoma utafikiri labda umepigwa mlango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaipata hiyo? Ukifika kule Manyara na tutawaita. Neema ya Mungu ile tu. Tutawaita mtafika Manyara. Alafu mtaonyesha unaona ile miiba iliyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga hatua. Wewe unayejulikana na Mungu, ili siku moja ukasimama kuwa nguzo katika hekalu la Mungu. Aliyeshinda ndiye atakayesimamishwa kuwa kama nguzo katika hekalu la Mungu. Mtu anayejulikana na Mungu anashinda. Hebu niwakopee jambo moja katika kitabu cha Yeremia. Yeremia, Biblia na Mungu anamtaja ya kwamba wewe Yeremia, kabla haujaingia katika tumbo la mama yako, mimi nalikutakasa, na kabla hujazaliwa nilikujua, nikakuweka, nikakusimamisha kuwa nabii. Unaona mtu anayejulikana na Mungu. Sasa wakatokea akina Anania manabii waliokuwa mbele yake, wakataka kumuinukia, lakini Yeremia akasema ya kwamba mimi sikuombewa karama ya unabii, mimi niliinuliwa kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sikuombewa karama ya unabii, mimi niliinuliwa na Mungu kuwa nabii. Na ndipo palipo tofauti wa mtu aliyeombewa karama ya unabii na mtu aliyeinuliwa kuwa nabii. Hao watu wawili wako tofauti na utendaji wao kazi huko tofauti, lakini kwa siku moja tutakutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana na wao wanajiweka, kila mtu anakuwa nabii,
Ukimuuliza wewe vipi? Kwa kuwa ninanena kwa lugha, biashara imeisha. Hapana, kuna mtu ambaye anainuliwa kuwa nabii na kuna mtu anaondoka na unabii. Akamwambia kwamba nyie wote manabii mliotangulia mbele yangu ambao mmeniinukia, natamka kama Bwana aishivyo, nyie wote mkanitangulia kwenda mbinguni, nitabaki kwa ndani. Unaiona hiyo? Bwana Yesu saidie sana. Amen. Mtu anayejulikana na Mungu. Kama angalia Elia Mtishbi. Aliangalia nani? Anamwambia mfalme Ahabu, kwa kuwa umekubali hao manabii wa bahari, nasema hivi, mvua inasimama miaka 3 na miezi 6. Sio mvua tu, hata umande. Hata umande. Maana mvua inaweza kusimama umande, unaweza kuotesha nini chakula, hata umande hautakuwepo. Mungu alisikia. Mungu akakubali. Mtu anayejulikana na Mungu. Tafuta kujulikana na ukajulikana na Mungu kama ukuishi maisha matakatifu na Mungu. Ndio baba la Yesu. Alafu mtu anayejulikana na Mungu hana shida, hata kifo chake hakina shida. Analala tu, biashara inaishi. Unabaki nyinyi na lakini mtu ambaye hajulikana na Mungu anatapata. Lakini mtu anayejulikana na Mungu anawaambia na saa na muda, anawaambia kwamba tengenezeni shimo, muda wa Bwana unakuja, saa inakaribia. Wakati mzee Sanja anaondoka, alimaliza kila kitu na kila kitu kikatengenezwa pale. Mzee wa watu kaondoka kwa raha zake. Mtu anayejulikana na Mungu, ukijulikana na Mungu hakuna shida. Chochote utakachokiomba kwa Mungu, Mungu atafanya, kwa sababu anakuchua, anakutaja katika kinywa chake. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Nimalize niseme ya kwamba watu wa Mungu ni kwamba Mungu awabariki sana. Kuna mambo mazito ambayo mnayoyafanya na mtaendelea kuyafanya kwa kuwa mnajulikana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Hebu jipongezeni watu wa Unafanya mambo makubwa katika ulimwengu wa roho. Ipo furaha katika mbingu ya Bwana, ipo furaha kwa mambo makubwa ambayo mnayoyatenda. Subirieni baraka zenu zinakuja. Na kila mtu ataweza kuziona kimwili na hata kiroho ataziona. Na Mungu awabariki. Makofi na vigelegele kwa mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, unajulikana na Mungu? Ndio. Ya kupasa kujua Mungu ananifahamu, Mungu anakujua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tuisha Mungu akubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumisha Mungu akubariki sana kwa somo zuri. Na tunapokea. Nahitaji kujulikana na Mungu. Kuna wengine walikuwa hawajui kama wanajulikana na Mungu. Kumbe Mungu anakujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hakika tumepokea na tutatendea kazi haya. Naomba praise team mtu wimbo wa taratibu na sote kwa pamoja tusimame tukamwambie Mungu sasa. Tunahitaji Bwana uendelee kutujua. Tunahitaji Bwana uendelee kutuwezesha kulingana na unavyotufahamu, unavyotutambua, unavyotuelewa. Mungu tuzidishie neema ya kutujua. Tuzidishie neema ya kukujua pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame sote kwa pamoja praise team, naomba mtupe wimbo wa taratibu na kila mmoja akamwambie Mungu ya kwamba Bwana niko mbele zako, naomba uzidi kunipa neema ya kukujua wewe zaidi na zaidi. Praise God. Tupo wimbo taratibu na sote kwa pamoja tusimame
tukamwambia Mungu ya kwamba atusaidie na atuwezeshe. Wimbo wa taratibu, praise team.
Tunalibariki jina lako Mungu wetu. Ndio pamoja na siku hapa. Hakika tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Tunasema asante kwa ajili ya mtumishi wako. Tunasema asante Bwana katikati yetu kwa ajili ya neno lako. Neno ambalo Bwana umekukumbusha watu wako. Namna Bwana ya kukujua na kutumika mbele zako. Ya kama Bwana wewe Mungu unayetujua. Mungu unatutambua Bwana unatuelewa. Mungu wangu na baba yangu. Ninasema mbele zako mchana wa leo. Zidi Bwana kunipa neema ya kukujua. Zidi Bwana kunipa neema ya kukutambua. Zidi Bwana kunipa neema ya kukuelewa. Zidi Bwana kunipa neema ya kuishi kwa msingi yako. Zidi Bwana kunipa neema ya kuishi kwa utaratibu wako. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu. Ninasema asante kwa kunijua. Ninasema asante kwa kunijua. Ninasema asante kwa kunielewa. Nahitaji Bwana nijulikane na wewe. Nahitaji Bwana nijulikane na wewe. Nahitaji Bwana nijulikane na wewe. Neema yako Bwana isinipite. Neema yako Bwana isinipite. Uwezo wako Bwana usinipite. Nahitaji kujulikana Bwana. Nahitaji kujulikana Jehova. Nahitaji kujulikana Bwana. Nahitaji kuendelea kujulikana kwa Mungu wako. Katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana. Neema yako Bwana. Uwezo wako Bwana. Usinipite kama mfanyakazi. Katika jina la Yesu Kristo pamoja ndani ya moyo wake. Neema yako Bwana ikamao. Hasa uwezo wako Bwana ukaonekana. Katika uwezo na utukufu. Tunasema ni asante Mungu wetu. Bwana asante pamoja nasi. Ndio wana wako Bwana. Wote kwa pamoja mbele zako. Maana tunataka yao wanasema kwa kutamka yale ambayo Bwana yanatoka ndani ya mioyo yao. Mungu wangu yao. Sikia masikio yako. Tega masikio yako. Yakasikie. Tega macho yako. Yakaone. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe tukufu kwa Bwana. Ili kwa tamati. Utende sawa na Mungu wako. Ili kwa jina la Yesu Kristo. Wewe na Mungu wako. Wewe na Mungu wako. Tunasema asante. Amen. Amen. Makofi na vigelegele. Amen. Karibu Mama Sanja kwa ajili ya kupaza sauti juu ya neno hilo. Bwana Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Nani anaweza kumsimamisha mwanadamu na kumjua tangu uzaliwa kwake? Na Bwana, katika mchana huu, mchana ulioandaa kwa watu wako, ndio maana nimewaleta katika vitanga vyako kwa neno ili tulisikia katika mchana huu. Andaa mioyo yao, Mungu, wakujue, wakutambue, kwa sababu wakikujua Mungu utawaandika, utawajua. Na katika mchana huu, mchana upya katika mioyo ya watu wako wasipokujua Mungu. Yesu, wewe unajua, kwa sababu ulisema tangu misingi ya uzima wako na tangu misingi ya dunia hii uliwajua na ukawatambua watu wako. Sasa Mungu, inabaki wataibishe, wakujue, wakuelekee mioyo yao kukujua, kutembea pamoja na wewe wako. Kwa sababu wakitembea pamoja na wewe Mungu, ndio utawajua na ndio watatengeneza mienendo yao na akili na ufahamu wako Mungu uwe pamoja nao. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu anatenda mambo mengi juu ya mwanadamu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wasaa mzuri tunaingia kwenye matangazo ya siku ya leo. Matangazo ya ibada hii ya ushirika. Sote kwa pamoja tuwe makini kuweza kuyasikiliza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tangazo la kwanza, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Tangazo la pili, ushirika wa mwezi ujao utakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 11 2025 hapa Gongo la Mboto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangazo la pili, ushirika wa mwezi ujao, kwa maana ushirika ujao utakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 11 hapa Gongo la Mboto 2025. Haleluya. Amen. Sambamba na hilo, tangazo la tatu, ushirika ujao wa tarehe 2 mwezi wa 11 2025 utaambatana na kumtegemeza mama yetu Mama Sanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo leo hii ukitoka hapa, ukirudi nyumbani na katika kanisa la mahali ambalo unaabudu, hakikisha hilo linakuwa
kwenye mpangilio wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ushirika wa mwezi ujao tutakuwa na zoezi la kumtegemeza mama yetu Christina Petro Sanja kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, lakini pia kumshika mkono na kumwezesha ili mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hilo ni tangazo la 3. Tangazo la 4 linahusiana na swala zima la ofisi ya askofu. Katikati yetu hapo watu ambao waliahidi baadhi yetu ile michango ya tiles pamoja na feni, na kumbuka mambo ya furniture, mambo ya viti, mambo ya table, vitu kama na hivyo. Na tukasema ushirika huu hivyo vitu vyote vinapaswa kuwa vimekamilika. Kwa hiyo wewe ambaye uliahidi, ambaye bado hujakamilisha mchango wako, hakikisha unaonana na katibu wetu mkuu na mzee kiongozi wa kanisa la mahali Gongo la Mboto, mzee Frank Sima, ndio anaopaleti zoezi hilo. Kwa hiyo hakikisha unaonana naye kwa ajili ya kukamilisha mchango wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ama ahadi yako ambayo uliahidi. Hiyo imeeleweka? Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tangazo lingine la 5. Leo tuna zoezi la kutegemeza nyumba ya askofu. Na hili bila shaka tulitangaziana makanisani kwetu. Wale ambao wanaabudu Kisemvule, Kivule, lakini na hapa Gongo la Mboto. Tulitangaziana kwamba leo tutakuwa na zoezi la kutegemeza nyumba ya askofu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo baada ya ibada zoezi hili tutalikamilisha kwa chochote ambacho umebarikiwa nacho. Swala la kutegemeza haina limiti. Kama ulete 100,000, leta 50,000, leta ngapi? Hapana. Lakini kile ambacho na huyo moyoni mwako na umekiandaa kwa ajili ya nyumba ya askofu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya ibada tutakuwa na zoezi hilo la kukamilisha hilo jambo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangazo la 6 ni mahudhurio. Mahudhurio ya leo, wanaume ni 12, wanawake ni 39, watoto 42, jumla tuko watu 93. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Jumla tuko watu 93. Haleluya. Amen. Hilo ni tangazo la 6. Tangazo la 7 linahusiana na Christmas mwezi wa 12. Ofisi ya tawi la Dar es Salaam ndio waratibu wa jambo hili, na kama ambavyo tunafahamu na tunajua zoezi hili limekuwa ni endelevu, tukikumbushana kwenye makanisa yetu kila itwapo leo ya kwamba tunapaswa kukamilisha bajeti tulionayo kulingana na swala zima la Christmas. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kikao cha viongozi kilichofanyika pale Kivule kiliweza kuandaa bajeti ya milioni 2, na hii ikagawanywa kwa kila kiongozi kiasi cha shilingi 50,000. Hivyo hatuna budi kukusanya ama kuratibu na kuendelea na zoezi hili katika swala zima la kuendelea Christmas. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba mwazini wa ofisi ya tawi uweze kufika hapa mbele pamoja na katibu wangu msaidizi kuweza kupaleti. Naomba hii meza isogezwe hapa. Hii meza ya matangazo isogezwe hapa mbele kwa ajili ya kuendelea na mazoezi mengine. Mweka hazina wa tawi naomba usogee mbele hapa pamoja na katibu msaidizi kwa maana ya kuratibu, kutake note ya watu ambao watakuwa wanatoa. Tulisema kama chochote unachokitoa basi sisi tuna keep record. Kwenye kile kiwango ambacho tumekiweka basi tunapunguza kidogo kidogo. Naweza kashangaa mpaka kufika mwezi wa 12 si ajabu hela yako yote unakuwa umeshafanyaje? Umeshamaliza. Lakini kwa yeye ni mshirika haufungu na chochote. Kiwango chochote ulichonacho. Kiwango chochote ulichonacho. Ukiwiwa kutoka moyoni mwako, basi uweze kufanyaje? Uweze kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katibu msaidizi naomba uje hapo sikizana na mweka hazina kwa paleti hilo. Studio taomba wimbo na sote kwa pamoja kwa chochote ulichonacho. Kwa chochote ulichonacho uje upunguze. Studio niandalie nyimbo hapo, na wapendwa katika Kristo karibuni kwa ajili ya kumtolea Mungu.
Hii ni kwa ajili ya Christmas mwezi wa 12. Semina itaanza tarehe 22 mpaka 23 mpaka 25. Studio naomba wimbo kwa ajili ya zoezi hilo. Samahani kidogo studio. Bwana asifiwe. Haleluya. Hili zoezi tulisema viongozi, lakini kwa dalili ambazo mimi ninaziona, hebu tuwe watu wote. Sisi viongozi tubaki kwenye 50,000. Mliobaki Mungu atakachokugusa. Maana ninaziona dalili ambazo sio nzuri, ambazo hazina uhai kabisa kwenye mfano wa Christmas. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana nimeona yani chochote ambacho Mungu atakugusa, Christmas itaenda kisevuni na itafanyika. Tushikamane wote. Umoja ni nini jamani? Tushikamane wote. Mungu akigusa 50,000 kama mimi kiongozi sawa. Akisema amekugusa 10,000 sawa. Amekugusa 1,000 sawa. Lakini madamu mkutano uende. Haleluya. Hilo neno. Unajua wanasiasa wanafanyaga hivi. Alikuwa CCM wakina Bulaya na wakina Butiku wamekwenda wapi? Huko kwingine. Wameenda Chadema, si ndio? Wametoka Chadema wamerudi wapi? Mwenyekiti, kwa sababu tuko kanisani msitaje chama, sema mahali fulani. Sawa, basi. Sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata sisi hata makanisani huwa tunafanyaga hivi. Nilikuwa Lutheran naenda Anglican. Nilikuwa Anglican naenda wapi? Naenda fellowship, naenda TAG. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa maana hiyo tufanye hivi. Kila mmoja atakachoguswa lazima mkutano utaenda kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Mkutano utakwenda, mkutano hautafanyika eti usifanyike kwa sababu ya fulani. Mkutano utafanyika. Watake, wasitake, mkutano utafanyika. Jina la Bwana libarikiwe. Twende studio. Biblia inasema heri mlio wachache. Studio karibu. Karibuni kumtolea Bwana kwa chochote ulichonacho kwa ajili ya Christmas. Wakati Mungu alimtoa Yesu, aje atufilie msalabani ili atuokoe. Sadaka ya kwanza ilitolewa. Karibu kwa chochote ulichonacho kwa ajili ya Christmas. Tunakusanya chochote ulichonacho kwa ajili ya Christmas. Weka nyumba kuchangamka studio. Karibu kumtolea Bwana kwa chochote ulichonacho.